Tumeitana katika mkutano huu tukiwa na malengo kama yafuatayo. Moja, utakumbuka kwamba tulivyokuwa tuko katika mkutano mkuu wa Chama cha Mapinduzi kule mjini Dodoma, waliokuweko tutakumbuka kwamba kuna mambo mengi ambayo yaliagizwa katika kikao kile, na moja katika jambo ambalo lisisitizwa ni kwamba ilani ya Chama cha Mapinduzi katika utekelezaji wake tulipata uwasilishaji, tukawasilishiwa, tukaona namna chama chetu cha Mapinduzi kilivyoweza kutekeleza kwa Tanzania nzima ikiwemo jimbo la Micheweni. Lakini baada ya hapo, baada ya uwasilishaji, watu walipata nafasi wakaona mawasilisho kwa njia ya video. Hatimaye tukamaliza ajenda hiyo, ambayo miongoni mwa ajenda ambayo iliwasilishwa na wewe mheshimiwa mgeni rasmi, na wewe ulikuwa ni shuhuda kwa sababu ulikuweko na nyinyi ndio mlikuwa kwenye chungu kikubwa ambacho vilikuwa vimetayarishwa kwenye maeneo hayo. Lakini jambo lingine ambalo la pili, baadaye kulikuwa na shughuli ya uwasilishaji wa utekelezaji au uwasilishaji wa shebaha ya Chama cha Mapinduzi, kwa maana ilani ya Chama cha Mapinduzi ilizinduliwa, ambayo inakwenda kutekelezwa katika kipindi kingine cha miaka 5. Lakini kabla ya kutekeleza kwenda kutoa ilani mpya ambayo inakwenda kutekelezwa katika kipindi kingine cha uongozi au cha Chama cha Mapinduzi ambao mwelekeo 25-30, kwanza kulioneshwa lile au kuliwasilishwa wasilisho la utekelezaji wa miaka iliyopita. Nadhani kwa kauli moja tuliokuweko tuliridhika na kazi kubwa ambayo imefanywa na Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini vile vile tuliridhika kwa kauli moja utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi kwa upande wa Zanzibar ambao umetekelezwa. Na jimbo letu la Micheweni ni mashuhuda wote, kazi nzuri imefanywa, na Mwenyezi Mungu akipenda hapa punde na hapo tutafanya wasilishaji katika eneo hilo. Sasa leo baadaye pia tukatakiwa sisi kama viongozi kwamba kuhakikisha kwamba tunaeleza yale ambayo yamefanyika na tutaeleza na mengine ambayo kusudiwa kufanyika, kwa sababu tayari Chama cha Mapinduzi kimeshawajua wagombea wake wa ngazi ya urais kwa maeneo yote mawili, kwa maana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan amepita bila kupingwa, na Rais wa Zanzibar Dr. Hassan Ali Mwinyi naye kapita bila ya changamoto yoyote. CCM oye! Kwa hiyo haya ni miongoni tutayasema hapa, lakini mengine ambayo tutayazungumza, na sisi ambao tumechaguliwa wawakilishi na wabunge na madiwani, na sisi tunawajibika hivyo hivyo tuseme tulioyafanya. Na kwa sababu sisi bado tuna mchakato, hatujatambua nani atakuja kupeperusha bendera ya CCM, hatutaeleza tutakaoyafanya kwa kipindi kichache, kwa sababu hatujajitambua kwenye position hiyo. Lakini tunachotakiwa kufanya katika eneo hili leo, tutawasilisha yale ambayo tumeweza kuyatekeleza. Pale itakapokuja kufika tayari muamuzi shafanyika, maana yake hapo ndio utakuwa kuna nafasi ya kusema yatakofanyika katika kipindi kingine kijacho. Kwa hiyo leo tutapata nafasi, tutaeleza ambao tumeyafanya kwa kadri tulivyoweza kwa muhtasari. Nadhani baadaye tutaona, na mwisho wa siku tutapata nafasi kuuliza maswali baadhi ya mambo ambayo miongoni mwetu tutatoa nafasi hiyo. Kwa hiyo ndugu viongozi, hii ndiyo lengo na madhumuni, na hakuna ajenda nyingine, kwa lengo la kuimarisha na kuhamasisha wanachama CCM ili kufikia lengo la ilani ya Chama cha Mapinduzi. Mwakilishi ajua hatuwezi kufikia lengo la ilani kufanya yeye peke yake, lazima ahamasishe na wanachama ili tuwe pamoja. Ilani ya Chama cha Mapinduzi ni ilani ya CCM wote na wananchi pia. Kuna ahadi pia ya mwakilishi wa jimbo la Micheweni ya kupeleka ving'amuzi katika baadhi ya matawi yetu ya CCM ndani ya jimbo, na huu ni mfano tutaona huko. Lakini hili ni tawi la CCM Mazwang'ombe, na tunaona ishi pale la Azam, ishara kwamba ving'amuzi na TV zimepelekwa katika matawi yetu yaliyopo ndani ya jimbo la Micheweni. Lakini katika sekta ya elimu, Mheshimiwa mwakilishi alifanya kazi kubwa sana nzuri na kupigiwa mfano kwa upande wa miundombinu, lakini na mambo mengine ambayo tutayaona hapo mbele.
Haya ni madarasa manne. Kabla ya Mheshimiwa Rais kuingiza mkono wake sasa, Mheshimiwa Mwakilishi alikuwa ameshaanza kufanya ukarabati. Madarasa yale pale, kama mnakumbuka vizuri, ni madarasa ambayo yalikuwa hayasomeki, na watoto waliwahi kupigwa picha wakiwa wanajificha chini ya madawati kipindi cha mvua. Mheshimiwa Mwakilishi akafanya juhudi za kuwezeka, na pia akawezeka darasa lingine pamoja na ofisi ya mwalimu mkuu. Katika sekta ya elimu, Mheshimiwa Mwakilishi alienda mbali zaidi kwa kuhamasisha. Lengo ni kuhamasisha masuala ya elimu ndani ya jimbo. Alikuwa akifanya mahafali kwa watoto waliofaulu mchepuo na vipawa kila mwaka, kuwapa moyo na kuwapa nguvu, kuhamasisha ili kuondoa failures zilizokuwa nyingi. Kumbukumbu zinaonyesha katika kitabu tokea mwaka 2020 nzima tulikuwa tuna watoto 20 walifaulu. Kulikuwa na shule zilipata 7, 9, kulikuwa na shule zilipata 0. Lakini tunategemea baada ya kufanya uhamasishaji kwa kushirikiana na Wizara ya Elimu, nafikiri mnaona wenyewe watu wa elimu wapo, tumeweza kuinua mpaka mwaka huu uliomaliza kupata ufaulu kwa watoto 140. Ni kazi nzuri. Juhudi zetu zilizaa matunda, kwa sababu hata watoto wa makundi maalum pia na wao waliweza kufanya vizuri katika mitihani yao, na ni jambo la kutia moyo pia. Aidha, katika mahafali haya tulikuwa hatuwapi moyo wanafunzi peke yao, lakini pia walimu wao pia tulikuwa tukiwapa moyo, kwa sababu tunajua elimu inapatikana kwa mambo matatu. Upande wa elimu hatukumalizia hapo. Tuliona pamoja na juhudi tunazozifanya, kuna walimu ambao wanakaa na wanafunzi katika kambi, na walimu wengine wanatoka mbali na skuli zao zilipo. Basi katika kutekeleza ahadi ya kuinua kiwango cha elimu, basi Mheshimiwa Mwakilishi alianza ujenzi wa nyumba maalum kwa ajili ya walimu, hususan wale walimu ambao wanakaa na kambi na wale ambao wanatoka katika maeneo ya mbali. Twende. Kwa upande wa elimu ya dini, na hii ni mfano mwingine, Mheshimiwa Mwakilishi amefanya juhudi za kuimarisha miundombinu ya kielimu katika maeneo ya wale hapa Majenzi. Hii ni madrasa ambayo ilikuwa ina uhitaji mkubwa wa kuendelezwa. Mheshimiwa Mwakilishi alifanya juhudi kwa kushirikiana na wadau wengine wa maendeleo ya kuwezeka, lakini pia kupiga plasta. Kwa sasa hivi jengo hili tayari limeshapigwa plasta. Alileta jambo kubwa sana la kujengea maskuli mengine ya ziada kutokana na uhitaji wetu. Uhitaji huu ulifika katika shehia ya Kiungu, ambapo ilionekana kuna haja ya kujenga skuli nyingine ya kisasa, lakini kulikuwa na tatizo la kutokuwepo kwa kiwanja cha kujenga skuli. Mheshimiwa Mwakilishi akaona kushirikiana na wabunge na madiwani inaweza ikawa ni aibu kwa sisi kushindwa kutoa watu wenyewe. Mwakilishi alifika katika eneo hili na kuchangia shilingi milioni 4 taslimu baada ya zile alizofanya za kukarabati barabara kwa ajili ya ununuzi wa eneo.